Hii ni Live TV na karibu katika udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni Alhamis ya tarehe 8 ya mwezi Februari mwaka 2024. Siku nzuri kabisa, ni kualike kunako udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania kwa pamoja. Tutazame namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele, na bila kupoteza wakati tunaanza udondozi kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ajivunia uchumi imara, usajili miradi waongezeka, dira ya maendeleo ya taifa mambo safi, ashukuru mashirika, awahakikishia amani uwekezaji vitalindwa. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Bunge latoa maagizo mikopo ya machinga, pia laagiza kuhusu madeni PSSF, NSSF. Habari kamili ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Biteko agiza wa Tanzania wawezeshwe watajirike. Habari katika ukurasa wa 4. Mpango Afrika ikuze ujuzi kulinda ajira. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti ya Habari Leo limeandika serikali kutoingilia uhuru wa habari. Habari katika ukurasa wa 3. Petroli diesel za shuka bei. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Maduka ya dawa yaonywa tiba Red Eyes. Habari katika ukurasa wa 3. Rekodi ya mikopo PSSSF wapata mabosi wapya. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika serikali yataka ulinzi mipakani kudhibiti ukeketaji. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pata nakala yako liweze kusoma kwa ndani zaidi. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni siri wizi wa transformers za TANESCO. Mpango mzima transformer hizo zinavyoibiwa watajwa utumishi wa TANESCO REA. Makandarasi miradi ya umeme waguswa. Dr. Biteko atangaza kiama kwa wezi. Wafanyakazi 17 TANESCO mbaroni kwa hujuma. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Na pia ng'aka Lissu kuzuiwa mahojiano. Habari katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Gazeti hili kiandika waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari Nape Nnauye amesema hakukuwepo na maagizo yoyote kutoka juu kuzuia mahojiano ya makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema bara Tundu Lissu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 5. Mtoto aua mpenzi wa mama yake sababu ya wivu. Habari katika ukurasa wa 9. Moshi kwa mila na tamaduni za Tanzania, si hulka ya mtoto wa kiume kupinga uhusiano wa mama yake na mwanaume, lakini si kwa Idrisa Batazar ambaye hakuridhishwa na uamuzi wa mama kuishi kinyumba na Manzi Sambayamba. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. 7 wapofuka macho kwa kutibu Red Eyes kienyeji. Habari katika ukurasa wa 16. Lakini pia gazeti hili limeandika Profesa Janabi chunguzeni jinsia tata za watoto. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Tehama itakavyomaliza tatizo la uhaba wa walimu. Habari katika ukurasa wa 6. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako liweze kusoma kwa ndani zaidi. Nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele, serikali yazidi kuvitoa hofu vyombo vya habari ni kuhusu sakata la Lissu. Wasafi TV Nape asisitiza msimamo wa Rais Samia, ataka viwape wanasiasa uwanja sawa kuondokana na hofu. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Rais Samia asaini kitabu cha maombolezo ubalozi Namibia. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika Mwigulu aipongeza IMF kwa kusaidia maendeleo. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Sagini tutafuatilia kinachoitwa utekaji. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Makonda arejesha nyumba ya mwanamke aliyedhulumiwa na UWT. Habari katika ukurasa wa 3. Tanzania mwenyeji mkutano wa Jumuiya ya Madola. Habari katika ukurasa wa 4. Mahakama ya rufaa Trump hana kinga kutoshtakiwa. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika Rais Dr. Mwinyi atoa agizo kuanza mahakama ya rushwa. Habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, ndio limeandika Lissu azuiwa redioni, Nape atoa neno, ni utata ulioibuka mahojiano yake kupigwa stop, watangazaji waanika. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Sergeant polisi jela maisha Wagulawiti mwanawe. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Samia kuwalipia passport madereva wote wa malori. Makonda amrejeshia mama nyumba aliyopokwa na UWT. Habari katika ukurasa wa 3.
Gazeti hili habari nyingine zilizopewa kipaumbele ni wanaharakati, wanasiasa walia na kusiginwa sheria ya vileo Zanzibar. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Bunge lashtuka utitiri mifuko ya uwezeshaji wananchi. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Msako siku 189, maneno matamu yatumika kumnasa aliyetoroka akiwa mahabusu ya polisi. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele, habari za michezo na burudani, limeandika Gamondi muhimu pointi 3. Habari katika ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Jicho letu sasa ni katika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi, mifumo utoaji haki kukuza uwekezaji, agiza kuharakishwa uanzishaji mahakama ya rushwa. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Malaria yaendelea kusumbua Zanzibar, mawaziri wa sheria ya Jumuiya ya Madola kukutana Zanzibar. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Dr. Harid ahimiza mashirikiano kufikia mageuzi ya kidijitali. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mbeto wakumbusha wajibu wenye viti kamati za ulinzi na usalama. Trump hana kinga ya kutoshtakiwa mahakama. Habari katika ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni serikali yafunguka matukio ya utekaji, naibu waziri atoa msimamo mzito. Habari katika ukurasa wa 3. 7 wapofuka macho Zanzibar, kutibu Red Eyes kienyeji. Habari katika ukurasa wa 3. Mahakama ya hujumu uchumi ianze kazi Mwinyi. Habari katika ukurasa wa 3. 17 mbaroni Kilimanjaro kwa kuunganisha umeme, wateja 21 kinyemela. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Miradi yote ya serikali ifuatiliwe Rais Samia. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Bei ya mafuta ya petroli diesel zazidi kushuka. Habari katika ukurasa wa 7, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Gazeti Mwanahalisi lenyewe limeandika Kinana Lissu wachafukwa. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania Bara Lissu amjibu mwenzake wa Chama cha Mapinduzi CCM Abdurrahmani Kinana ahamishe goli. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. SGR utata mtupu, kuna ufisadi wa kutisha, mradi haujulikani utaanza lini. Habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. CAG ajitosa gogoro CWT. Habari katika ukurasa wa 8, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Gazeti wa Machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Mradi wa EA Corp kugusa vijana, ni mradi wa bomba la mafuta ghafi Afrika Mashariki ulioanzia Hoima Uganda hadi Chongoleeni Tanga, watajwa kuleta manufaa kwa wananchi vijana wanaozunguka mradi huo kwa kupata ajira mikoa ya Kagera, Geita, Shinyanga, Tabora, Dodoma, Manyara, Tanga kunufaika na mradi huo. Habari katika ukurasa wa 3. Makonda amchana makavu, Tundu Lissu amwambia aache kulialia. Habari katika ukurasa wa 4. Dr. Mpango yanahitajika mageuzi na mbinu kukabiliana na changamoto ya ajira barani Afrika. Habari katika ukurasa wa 2. Dr. Biteko ashuhudia makubaliano ya PPRA na NEC kuwezesha makundi maalum. Habari katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga. Pata nakala yako some kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Mwanahabari lenyewe limeandika Makonda awaweka kikangoni vigogo, awaonya viongozi wanaochukulia huruma na upole wa Rais Samia kutofanya kazi zao kwa bidii, asema chama kinataka walioamini kuhangaika na kero za wananchi kuleta matumaini ya kweli. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Biteko rufaa za makundi maalum PPRA zisikilizwe haraka, ashuhudia makubaliano ya PPRA na NEEC kuwezesha makundi maalum. Mchengerwa agiza wakurugenzi halmashauri kutenga fedha kununulia vifaa vya tehama. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika mradi wa bomba la mafuta ghafi EA Corp kuzalisha ajira kwa vijana. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti Mwanahabari. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, na mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani. Lenye limeandika Benchika ubingwa unakuja, azigawa mechi kwa Jobe, Freddy
Ijayo ni Azam vs Simba kesho Ijumaa saa 10 kamili jioni CCM Kirumba Mwanza. Diara amchongea Ziziki. Habari katika ukurasa wa pili. Yanga vs Mashujaa ni leo Alhamis saa 1 kamili usiku Azam Complex Chamazi. Chama jana, leo na kesho. Habari katika ukurasa wa 3. Maxi anika kila kitu. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mbappe amwachia msala Rashford. Habari katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili. AFCON ndiyo hiyo imefika huko. Habari katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele limeandika kirafiki leo Alhamis na Al Hilal vs Al Nasri, mchezo unapigwa saa 3 kamili usiku Kingdom. Lakini pia gazeti hili linayo hadithi ya Kiranga Komo katika sehemu ya 22 katika ukurasa wa 16 wa gazeti hili. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika Yanga Mashujaa za kamiana. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Matola achekelea ushindi Simba. Bunge la ishauri serikali viwanja AFCON 2027. Serikali yaishika mikono Tembo Warriors. Habari katika ukurasa wa 23. Pacha kuiongoza timu ya taifa ya Misri. Habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Lakini pia ninalo gazeti Tanzania Leo lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani ni heshima Yanga kuweka kwa Mashujaa leo, yazindua rasmi jengo lao Jangwani. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Matola bado Azam FC kivumbi ligi ya wanawake bara kutimka leo. Ndani gazeti hili limeandika Karaga aiva ubingwa Arsenal. Mambo matatu yaliyosisimua hadi sasa AFCON. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kocha Azam FC afunguka mikakati ya ubingwa. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Live TV. Asante kwa kutuchagua. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama kengele upate taarifa mbalimbali za habari kutoka hapa Live TV.